Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Mambo yanakwenda vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumewasili jana hapa na leo asubuhi tumepata nafasi ya kufanya mazoezi, na tumefanya mazoezi katika uwanja wa Samuhololo, uwanja ambao tutatumia kwa ajili ya mchezo wetu dhidi ya Nsingizini. Kila kitu kimekwenda vizuri mpaka muda huu. Hakuna changamoto ya aina yoyote ambayo tumekutana nayo, na hakuna shida ya aina yoyote kwa upande wa wenyeji wetu, na hakuna shida yote ambayo wachezaji wetu wamepata katika uwanja wa mazoezi asubuhi ya leo. Niseme tu kwamba tunaendelea na maandalizi yetu vizuri kuelekea siku ya tarehe 19. Kwa mujibu wa meneja Pate, namna ulipozungumza naye, anazungumzaje hiyo mechi? Mwalimu anautazama mchezo huu kama ni mchezo muhimu na mgumu sana kwake, na anajaribu kufanya kila anachoweza kufanya kuhakikisha kwamba anaipeleka Simba hatua inayofuata. Kwa hiyo amezungumza na wachezaji wake kwamba wanapaswa kujitoa, kwa sababu kwa muda aliopata hautoshi sana kuanza kutengeneza mipango mingi ya kiufundi, lakini walau wachezaji wakiweza kujitoa kwa asilimia kubwa, wanaweza kuwa msaada wa kusaidia na kuwezesha timu kufuzu na kwenda hatua inayofuata. Kwa mujibu wa wakazi wa hapo Eswatini, hasa kwa Watanzania ambao wanaishi nchini Afrika Kusini, wamezungumza kwamba wapinzani wenu wamejinasibu kulipiza kisasi, hasa mara baada ya kupata matokeo mazuri kwa mechi zilizopita. Ili kwenu Simba mlitambua na kipi ambacho kipo kwenye mchezo huo? Sisi tumejikita zaidi kwenye mipango na maandalizi yetu bila kuangalia wapinzani wetu wanasema kitu gani. Sisi tunahakikisha na tunajidhatiti ya kwamba tunashinda mchezo hii miwili yote na tunakwenda hatua inayofuata. Japo tunaelewa ya kwamba haitakuwa rahisi hata kidogo. Ligi mabingwa Afrika, hatua kama hii na mpinzani kama huyu ambaye ana kiu kubwa mafanikio, hauwezi kumfunga kwa urahisi. Lazima ujitutumue, upambane, ufanye kila unachoweza kufanya ili uweze kupata ushindi. Kwa hiyo tunaamini, tunafahamu na tunajua ya kwamba itakuwa mechi ngumu, lakini tumejiandaa kwenda kupata matokeo chanya na Simba aende hatua ya makundi. Kiuhalisia, baada ya kufika hapo hakuna kashikashi yoyote ambayo mkutana nayo, licha ya mengi pia kwamba huenda mnapokwenda ugenini kuna changamoto tofauti? Hakuna changamoto yote ambayo mkumbana nayo kwa hivi sasa? Kiukweli hakuna, kila kitu kinakwenda vizuri. Hatujapata shida ya aina yote kuanzia uhamiaji airport, tumevuka vizuri kwa wakati. Polisi tumepata escort ya kutosha. Tunatoka airport mpaka hotelini, kutoka hotelini kwenda uwanjani. Hakuna shida ya aina yote kusema kweli. Mapokeo ya Watanzania kwa Simba mara baada ya kufika hapo Eswatini yamekuwa vipi? Mapokeo ni makubwa, wanahamu ya kuiona Simba yao, na muda mrefu hatujafika hapa Eswatini tangu mara mwisho miaka 5-6 iliyopita huko walipoiona Simba yao ikicheza dhidi ya Mbabane Swallows. Kwa hiyo kwa sasa wana furaha kubwa kuiona Simba yao imerejea tena katika nchi hii, na kila mmoja aliyopo hapa Eswatini na maeneo ya jirani ana shauku kubwa ya kutaka kuiona Simba yake ikicheza katika mchezo huo muhimu wa ligi ya mabingwa Afrika. Na kiuhalisia kwamba kikosi kimetimia hata kwa wale ambao wamekuwa kwenye majukumu ya timu ya taifa? Wametimia. Morris Abraham Aksili tumetoka naye jana. Mlinda mlango Yakubu Suleiman vile vile na yeye ameshawasili. Anayekosekana kutoka kwenye timu ya taifa ni Musa Kamara, ambaye hata hivyo ripoti inaeleza kwamba ana majeraha. Kwa hiyo tunasubiri turejee ili afanyiwe vipimo tuone ana jeraha gani na anahitaji matibabu aina gani. Lakini wengine wote ambao walikuwa kwenye timu za taifa wamesharejea na wamejiunga na timu. Okay, neno lako kwa mashabiki wa timu ya soka ya Simba na Tanzania kwa jumla ni lipi? Tuendelee kushikamana, tuendelee kuiombea dua timu yetu, lakini tukijiandaa mechi ya marudiano ya tarehe 26. Adhabu yetu kufungiwa kuingiza mashabiki katika mechi za CAF imemalizika kwenye mechi dhidi ya Gaborone. Hii maana yake ni kwamba mechi yetu dhidi ya Nsingizini mashabiki tunaruhusiwa kama kawaida kuingia uwanjani. Kwa hiyo niwaombe mashabiki wa Simba tuanze maandalizi, tukiombea dua timu yetu ifanye vizuri katika mchezo wa kesho kutwa, lakini tukianza maandalizi ya mchezo wa marudiano.
Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.